Uko tayari? Haya. Huyo mnazetu madhabahuni hapo moto utamtosha. Watu wengine ambao hatuangalia wanaambia moto wa Kristo unatosha. Huyu binti anataka. Huyu binti anatakiwa aolewe huyu. Anaitwa nani binti? Wewe pepo mchafu. Haya, huyu binti ni nani kwako? Wewe pepo. Ongea na mimi hapa. Ni nani kwako binti? Ni nani? Mke wako. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Nani? Sharifu. Charles. Unaitwa Charles? Sharifu. Jamani, useme mchanga. Sharifu. Umetokea wapi? Umetokea Zanzibar. Umemoa tangu lini? Akiwa na miaka mitatu. Unataka nini kwake? Unataka awe wako peke yako. Umemlipia mahali? Kwa nini? Sasa una uwezo wa kuwa na mwili? Unaweza kuvaa mwili? Unaweza kuvaa mwili? Aha. Ulimpa nini? Ulimvalisha pete? Lini? Tunakiwa tumboni. Naona mambo jamani. Wewe unahangaika watoto wako hawaolewi wala hauna shanga, kumbe washavishwa pete tangu tumboni. Ulimwengu wa roho tunaona. Hivi kama mimi nabii naweza kukutabiria kwamba umebeba mtoto fulani na ukazaa kawa hivyo hivyo. Unadhani giza ameshindwa? Na sasa wakijua kwamba ni wa kike, haki ya yule binti wanaichukua. Wakijua ni wa kiume, wanamvika roho fulani ambazo wanafanikiwa. Sasa Sharifu, una ndugu gani na hawa? Ndugu na wote. Una ndugu wote? Ulimpataje? Ndio mwingia manake. Akiwa mjamzito. Kwa njia gani? Ulimwingia mamaki kwa njia gani? Zungumza haraka kabla sijaanza kukuuliza. Alikuwa anaenda mtoni. Nikamwingia njiani akiwa mjamzito. Akiwa mjamzito. Okay, kwa hiyo ulimwingia akiwa anaenda mtoni. Ndio. Ukamfanya akawa mkeo. Ndio. Kuanzia siku hiyo. Sasa wewe ulitumwa na nani? Lakini kwa nini hojani na giza? Eti kwa nini hojani na mapepo? Taka hizi. Kwa nini ulizana nazo? Sisi zinatutafunia muda. Lakini kwa sehemu najifunza. Mimi sinaga story na mapepo wala majini wala giza. Haya, Sharifu, naishi wapi Zanzibar? Ndio. Zanzibar sehemu gani? Wapi? Chake chako. Aha. Mara yako ya mwisho kwenda baharini ilikuwa lini? 2018. Ulipeleka nini? Nilimpeleka binti. 2018. 2018. Si kama mnasikia watu wa Mungu. Tangu 2018 mpaka leo. Kwa umeiba nini na nini cha kwake? Naiba watoto. Na ndio pia ananyang'anya kila mwanaume anayekuja na mkataa huyo. Na mkataa sio wewe. Kwa hiyo huyo sasa kwa nini mwenyewe anataka kumuoa pia sitaki amuoe. Utaki amuoe. Okay. Sharifu, wewe una nini gani? Uko wako tu kwa Zanzibar, si ndio? Ndio. Okay. Wewe ni mwanadamu wa kawaida? Wewe ni jini? Jini la level ya ngapi? Kumbe mtoto mchanga kabisa. Jini level ya 4, kumbe mchanga kabisa. Haya, nataka uniitie wakuu wako hapa sasa hivi. Wakuu wako wako wapi?
Haya, nataka waite hapa sasa hivi. Waite. 1, 2, 3. Haya, waite. Waite. Na waambie waje na kila kitu cha huyu binti. Nyinyi kina nani? Nyinyi kina nani? Maimuna. Wewe nani? Maimuna. Maimuna. Haya, Maimuna, rudisha vya huyu binti vyote sasa hivi. Haya. Na mwingine nani? Mko wangapi? Mmekuja wawili. Sharifu na Maimuna. Nani ameshikilia ndoa ya huyu binti? Wewe hapo. Na Maimuna anafanya nini? Mlinzi wako. Mnaona, ulimwengu wa giza wana walinzi wa vitu vyao. Wewe ni nani mlinzi wa vitu vyako? Kwa Apostle tu penyewe unakuja kwa manati. Na kwa nini Jumapili hamjamruhusu aje? Jumapili nilikuwa siku ya kufunguliwa. Maana siku hiyo mwanamke akamwambia anataka kuoa. Nimemwambia sije kanisa, ni mwanamke mkubwa moja kwa moja. Mlimzuia kwa sababu mlijua nitamfungua moja kwa moja. Nataka uite na walinzi wako wote. Hii ndoa yake umeilinda wangapi? Mko wangapi? Wengi wangapi? Haya, nyote na waita hapo. Nipe damu. Nipe damu ya moto. Nimnyweshe sasa hivi. Ile damu ya moto kabisa. Nipe nimnyweshe sasa hivi. Haya. Haya, wewe ni Maimuna na Sharifu. Na mwingine nani yuko hapa? Wengine tunasaidiana nao? Ni nani? Fanyaje? Wewe pepo, acha ujinga, ongea vizuri nikusikie. Wengine tunasaidiana nao ni binadamu zake. Binadamu zake. Ni kina nani au binadamu zake? Ni katika kwao. Amewapa nini cha kwenu? Mmempa nini cha kwenu? Mmempa nini? Mmempa nguvu ya kufanyaje? Ya kutawala. Haya, nyewe mnasikia? Wenzenu roho wema anapewa nguvu ya kufanyaje? Ya kutawala. Haya, atawale nini? Atawale familia yote. Atawale familia yote. Ndio nguvu mliompa. Unanipigia kelele, ongea vizuri. Wewe pepo mchafu. Unanipigia kelele. Simamisha vitu. Mnasikia wazee? Wanapewa nguvu za kutawala. Mkiambiwa Joni tusaidie, mnakataa. Haya, Maimuna na wewe Sharifu. Haya, mwacheni binti, mfungueni. Mfungue. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Rema. Haya. Mmeficha wapi vitu vyake? Bahari gani? Bahari ya Zanzibar. Haya, vifate. 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 Mwache. Simamisha. Baba, katika jina la Yesu, majani naachilia nguvu ya upako na uweza. Ayanywe huyu rehema. Vyote walivyovirejesha na vishukuru katika jina la Yesu.
Jesus mighty name. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Jesus name. Amen. Ile wiki yako inakuja kanisa. Ya pili. Kuna mwanaume amekuchumbia. Kuna mwanaume amekwambia atakuoa. Ndio. Unaosemaga watu yanadanganya. Sikilizeni sasa, huyu hapa ana kitu. Kuna mwanaume amekwambia atakuoa. Ndio. Amekwambia lini? Ameniambia mwezi wa pili anakuja nyumbani na nitakuwa mwezi wa 12. Unaona shikana ndivyo Mungu. Yaani aje wa pili afu ndio mwezi wa 12. Kwa nini? Yaani uchumbie mwezi wa pili alafu ndio mwezi wa 12. Unaona ni sawa? Miezi 10. Manake nia ipo. Kwa sababu angekuwa nia hana yule mwanaume asingemwambia aje mwezi wa pili. Angesema atakuja mwezi wa 7 wa 8 huko. Lakini kwa sababu nia ya kuwa kweli anando anamwambia wa pili anakuja. Binti yangu sijali, tumika katika hii madhabahu nitakusaidia. Hiyo ndoa itakamilika. Unaelewa? Kwa nini Jumapili hujaje? Ndio kazi. Simama shida hivyo Mungu. Na msikia alivyosema ilikuwa ni Jumapili yake kufanyaje? Ya kufunguliwa. Wewe unashangaa tu ghafla uko busy na kazi Jumapili, yani ndio ikaeka mara simu shangaza na kuita mjomba nani? Unaenda. Unaona vitu vya kawaida. Sasa unaona? Yaani mfanye awe na kazi nyingi ili asije madhabahuni. Bitangu leo ndoa ni hapa kwa jina la Yesu. Take it. Fire in the name of Jesus. Take it. Fire. 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 Hii ndoa imefungwa sasa hivi kwa jina la Yesu. Haya, msimamisha. Uko huru binti yangu. Nitahitaji huyo mwanaume uniunganishe naye, sawa? Sawa. Uniunganishe na